Asante Regina. Jeshi la anga la Ukraine limesema ndege za Urusi zilizokuwa katika mji wa Sumy kaskazini mwa nchi hiyo muda mfupi tu baada ya kuanza zoezi la usitishwaji mapigano lililotangazwa na Urusi. Zaidi na Sambatenzi. Madai ya Ukraine kuhusu shambulio hilo kwenye mji wake wa Sumy hayajathibitishwa. Urusi imesema siku 3 za usitishwaji wa mapigano unakwenda sambamba na maadhimisho ya kumbukumbu ya vita kuu vya pili vya dunia ambayo kilele chake ni Ijumaa. Hata hivyo, Kiev imepayo huku ikisisitiza wito wake wa usitishwaji wa mapigano kwa siku 30. Katika hatua nyingine, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema anamchukulia rais wa Urusi Vladimir Putin kama ni mhalifu wa kivita. Matukio mbalimbali leo yanatarajiwa kufanyika barani Ulaya kuadhimisha miaka 80 ya kumalizika vita kuu vya pili vya dunia barani Ulaya. Mei 8 mwaka 1945, redio nchini Ufaransa na Uingereza zilitangaza kumalizika kwa vita dhidi ya utawala wa Kinazi wa Ujerumani. Maadhimisho hayo pia yatafanyika katika nchi za Austria na Jamhuri ya Czech. Marekani nayo pia inaadhimisha siku hii ambapo Rais Donald Trump ameelezea kuwa ushindi ulipatikana kutokana pia na ushiriki wa nchi yake. Makardinali 133 wanaoshiriki kumchagua papa mpya mjini Vatican wanatarajiwa kuendelea tena hii leo na upigaji kura juu ya nani anatarajiwa kuwa papa mpya. Jana usiku moshi mweusi ulionekana katika dohani kama ishara ya kutopatikana kwa papa mpya. Mchakato huu unaweza kuchukua siku kadhaa kama ilivyo ada hadi pale atakapopatikana papa mpya. Baadhi ya waumini wameelezea hisia zao baada ya jana kutopatikana papa mpya. A little disappointed, I guess. Kwa mbali nimevunjwa moyo na hisi hivyo, lakini sikuweza kuona kama ulikuwa moshi mweusi ama mweupe. Kiukweli kutokana na namna kulivyokuwa giza, lakini ndio ni mweusi. Na waziri mkuu wa Pakistan amesema jeshi la nchi hiyo limejibu mashambulizi yaliyofanywa awali na India kwa kulenga eneo la Kashmiri linalodhibitiwa na nchi yake. Akilihutubia taifa, Shahbaz Sharif amerejelea madai yake ya awali kwamba wamezindungua ndege 5 za kivita za India. Hata hivyo, India bado haijathibitisha taarifa hizo. Nchi hizo mbili, India na Pakistan, kwa sasa zipo katika tahadhari ya kiwango cha juu kwa mapigano zaidi. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Halima Nyanza. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia FM Dar es Salaam, Voice of Karamoja nchini Uganda, Nyota FM mjini Bungoma, Kenya, na Radio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia. Ni Regina Mziwanda. Kama ulivyosikia kwenye muktasari wa habari za ulimwengu, ni kwamba upigaji kura wa siku ya kwanza wa baraza la makardinali duniani kumtafuta papa mpya haujafanikiwa baada ya moshi mweusi kuonekana katika dohani ya kanisa la Sistine. Kundi la watu waliokusanyika kwa maelfu katika viwanja vya Mtakatifu Petro walipata majibu baada ya kuona moshi huo majira ya saa 3 kwa saa za Roma. Leonard Mubali na taarifa zaidi. Moshi huo mweusi ni wazi kwamba papa mpya hajapatikana katika kura zilizopigwa na makardinali wapatao 133. Makardinali hao wanaendelea na upigaji kura tena hii leo asubuhi siku ya Alhamis ndani ya kanisa hilo la Sistine walimofungiwa ili kuendelea na awamu nyingine ya kazi hiyo. Maelfu ya watu walikusanyika katika viunga vya Mtakatifu Petro hapo jana kusubiri matokeo, huku macho yao yakitazama dohani ya kanisa la Sistine ili waweze kuona moshi, na ndipo wakauona moshi huo mweusi. Familia hii kutoka Marekani ni miongoni mwa waliokuwepo kwenye mkusanyiko huu kusubiri kupatikana kwa papa mpya. Kwa mbali nimevunjwa moyo na hisi hivyo, lakini sikuweza kuona kama ulikuwa moshi mweusi ama mweupe. Kiukweli kutokana na namna kulivyokuwa giza, lakini ndio ni mweusi. Nadhani hii ni namna fulani ya kukatisha tamaa. Kuwa hapa kuanzia saa 11 alfajiri. Ndiyo, na hawakuamua. Hivyo kusubiria kwa muda mrefu ni kitu kinachokatisha tamaa kuona moshi mweusi. Katika misa kabla ya kuanza kwa mkutano huo wa baraza la makardinali la kuchagua papa mpya, Kardinali mkuu Giovanni Battista Re aliwataka makardinali kuchagua mtu anayeweza kulinda umoja wa kanisa katika wakati mgumu wa mabadiliko kwenye historia. Ni Leonard Mubali.
Vyombo vya habari vya serikali ya Urusi vinasema usitishaji wa mapigano wa upande mmoja kwa siku 3 uliopendekezwa na Moscow katika vita vyake dhidi ya Ukraine umeanza kutekelezwa. Shadrack Monsaso anaarifu zaidi. Ukraine imedharau usitishaji huo wa mapigano, lakini Rais Zelensky amerudia kauli yake usiku wa jana kwamba Kiev iko tayari kuheshimu usitishaji wa mapigano wa muda mrefu zaidi ya siku hizo 30. Rais Zelensky alikadiriwa akisema haki kabisa kwamba anga la Urusi kwa sasa, kwa maneno yake, haziko tulivu, akionekana kurejelea mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kutoka Ukraine ambayo Urusi iliarifu kuzidungua saa chache zilizopita. Katika hotuba yake ya kila usiku, Rais Zelensky ameikemea Urusi kwa kushindwa kujibu pendekezo lake. І абсолютно справедливо, що російське небо. Ni haki kabisa kwamba anga la Urusi, anga la mnyanyasaji, pia haliko salama leo kwa namna ya kuakisi mambo. Pendekezo la Ukraine kusitisha mashambulizi na kuanzisha angalau usitishaji mapigano kwa siku 30 bado lipo. Hatuliondoi pendekezo hili ambalo lingeweza kutoa nafasi ya kidiplomasia, lakini kutoka Urusi dunia haioni mwitikio wowote, hakuna jibu isipokuwa mashambulizi mapya. Hili linaonyesha wazi kabisa kwa kila mtu nani chanzo cha vita. Очевидно для всіх демонструє, хто джерело війни. Mapigano yanaendelea pia katika eneo la Kursk nchini Urusi kwa zaidi ya juma sasa, baada ya Moscow kusema kuwa imeondosha wanajeshi wa Ukraine nje ya eneo hilo. Ni taarifa yake Shadrack Monsasu. Na baadhi ya vituo vya afya vinakabiliwa na uhaba wa dawa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati pia makundi mbali ya waasi yakishuhudiwa kudhibiti vijiji na miji muhimu katika eneo hilo. Kutoka Goma, Tube Ngorombi ameandaa taarifa ifuatayo. Eneo la afya la Biena lililoko wilayani Lubero, Kivu Kaskazini, baada ya kushambuliwa na waasi wa ADF, inakabiliana na uhaba wa matibabu. Kulingana na Kaitupa Gerlas kutoka asasi za kiraia eneo la Biena, vituo kadhaa vya afya vinakabiliwa na changamoto zinazosababishwa na ukosefu wa usalama. Kuna vituo vingi ambavyo hakuna tena dawa, vingi viliweza kuporwa na hao wa ADF. Wakazi wanashindwa namna ya kulipa dawa na inasababisha waongozi wa vituo wakose namna ya kuleta dawa zingine, na vifo vingi, zaidi ya watu 15 wanafariki kila siku Biena na Mangurejipa. Wengi wao wanafariki ndani ya nyumba zao kwa sababu ya kukosa namna ya kuenda kwenye matibabu. Na Epegi Matipa, mtetezi wa haki za binadamu huko Biena wilayani Lubero, ametaka uingiliaji wa haraka na mamlaka na mashirika ya kibinadamu. Wanasema pia kuwa hali hii inatisha sana katika maeneo yenye watu wengi kama njia panda na Byambwe. Na kama kuna wahifadhi wazuri waweze wakaleta dawa, baadhi ya hospitali za mingi zimeweza kufunga milango huko. Hivi tunaomba msaada sana kwa serikali na kwa mashirika mengi waweze wakakuja saidia hili, lakini ni kwa government iweze ikafanya msako sana huko ya ADF, sababu wangali wanapita huko pembeni na maisha yaweze yakarudi kama ilivyokuwa mbeleni. Haya kijiri mkoani Kivu Kaskazini katika mkoa wa Kivu Kusini tangu Jumanne Mei 6 hadi sasa, maeneo ya Luhija, Luchiga, Kabalole, Luduha na Idudwe pia yameshuhudiwa kudhibitiwa na M23. Kulingana na mashuhuda, vikosi vya AFC M23 vilipitia kwanza maeneo ya Ngato, Chihumba na Kashanga kabla ya kukamata vijiji hivi vinne vya kimkakati, pia matajiri katika madini ya dhahabu. Pasi Kararuka kutoka shirika la raia katika vijiji hivi vilivyodhibitiwa ameshuhudia kwamba raia waliondoka makazi yao wakabiliana pia na shida kadhaa. Hali ambayo wakaaji wanaishi hebu kabisa ni hali sio ileweka vizuri, kwa sababu wamoja wamekimbia kwenye vilima virefu, kila mtu amesambaratika mpaka kwa sasa kabisa. Wamoja kwanza waona familia zao. Serikali M23 na wazalendo waangalie jinsi ya kuikala nafasi moja ili wasisumbue raia, kwa sababu raia ndio inapondekana sana. Chakula, mvua ni mingi sana, msaada hakuna kuanzia Minembwe, Kaziba, Luinja, Burinyi, Luindi.
Ni Chube Ngorombi akimaliza taarifa hiyo. Lakini zaidi sana kwenye tovuti ya BBC Swahili, kama ulivyoona, ni kwamba makardinali wafungiwa ndani ya kanisa la Sistine kuanza kupiga kura ya siri kumchagua papa mpya. Lakini gumzo letu linaangazia zaidi ndoto za Arsenal mabingwa Ulaya za Otambawa ya chapo na PSG. Tutaangalia finali hizo zitakuwa za namna gani. Zaidi sana basi unaweza kutizama pia mengi tunachokujua kuhusu shambulio la India dhidi ya Pakistan. Na sasa tuelekee viwanja ya Ulaya ya Europa. Hatua ya nusu finali inaendelea tena leo Alhamisi kwa michezo ya mkondo wa pili, ambapo klabu ya Bordeaux Grims kutoka pale Norway wanakaribisha Tottenham, huku mashindano mekundu Manchester United wa kutoka pale England watakuwa ni wenyeji wa Athletic Bilbao, klabu kutoka pale nchini Hispania. Lakini wakati huo kocha wa timu ya Tottenham Ange Postecoglou amemkosoa kocha zamani wa klabu ya soka ya Arsenal kutokana na kauli zake za kejeli kwamba ni kwa nini timu inayoshiriki ligi ya Europa haina uwezo wa kuweza kufuzu katika ligi ya mabingwa Ulaya. Kwingineko, viongozi wa chama cha wachezaji tenisi kwa timu za wanaume na wanawake kimataifa PTPA kimefanikiwa kwa kiasi kikubwa juu ya usimamizi wa sheria katika mashindano ya ATP ya wanaume. Mashindano haya ya ATP ndiyo mashindano pekee ulimwenguni yenye kiwango cha juu cha mchezo wa tennis kwa upande wa wanaume. Chama hicho kilidai kuwa ATP ilijaribu kushinikiza wachezaji kutia saini taarifa zilizotayarishwa mapema, ikisema hakukuwa na ufahamu wa hatua kadhaa za kisheria zilizoanzishwa na PTPA dhidi ya bodi kadhaa. Kwingineko, kwa kuhitimisha, pengine gwiji wa mbio za magari Carlos Sainz, raia kutoka taifa la Hispania, amesema kwamba hana mpango kwenda kugombea urais wa FIA, ambalo ni shirika la kimataifa linalosimamia mashindano ya magari, katika uchaguzi utakofanyika mwezi Disemba mwaka. Ubingwa huyo wa dunia mwenye umri wa miaka 63, ambaye pia ni mshindi wa mara 4 wa mashindano ya magari ya Dakar, huenda angekabiliana pia na ushindani kutoka kwa rais wa sasa ambaye ni Mohamed Ben Sulayem, ambaye muhula wake wa uongozi tangu mwaka 2021 umekumbwa na utata. Kwenye raga kimataifa, mchezaji wa timu ya Saracens Maro Itoje leo hii Alhamisi anatarajiwa kuwa nahodha wa timu ya taifa mchezo huo kutoka pale Uingereza kuelekea katika mashindano ambayo yanatarajiwa kufanyika nchini Australia. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 atakuwa ni Mwingereza wa kwanza tangu enzi za Martin Johnson mwaka 2001, akiwa ndiye nahodha wa Uingereza Simba wakifahamika hivyo, akiongoza wachezaji wenzake takriban wapatao 40. Na kwa kuhitimisha, tukirejea tena katika soka, ni kwamba klabu ya soka ya Arsenal kwa sasa imetoa ofa ya kuweza kumsajili mchezaji wa safu ya ushambuliaji Liam Delap kutoka klabu ya Ipswich. Lakini katika mengine mengi asubuhi ya leo, Regina, utakwenda kuyasikia ambayo yanahusu UEFA Champions League ama ligi ya mabingwa Ulaya kupitia gumzo letu asubuhi ya leo. Naam, jana wewe ni Arsenal au PSG? Mimi timu iliyoshinda. Una egemeo timu yote iliyoshinda. Unaona aibu kusema? Mimi timu kishinda tu naishabikia. Na unaweza kutazama pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook hapo. Daniel Magusu anasema